Safari ya huruma, safari ya huruma, safari ya huruma, safari ya huruma, safari ya upendo umeanza kwa neno, kutembelea wanyonge pasipo na msukumo, kugusa wenye majonzi, kuwapa tumaini jipya. Taqwa Trends Sisters, Mungu awazidishie. Imetembea mbali kwenye njia za shida, kuwatafuta yatima walio na upweke, mkawavika tabasamu, mkawafuta machozi. Kazi yenu ni njema mbele za Mwenyezi Mungu. Wajane waliolia kwa kuondokewa na wenza, mlikwenda kuwasaidia na kuwapa msaada, mkawapa moyo wa nguvu kwamba wako peke yao. Taqwa Trends Sisters, mumeifanya kazi ya haki. Walemavu na masikini hawakuachwa nyuma, mkawafikia kwa upendo, mkawapa mikono yenu. Kila hatua mlioipiga ilikuwa ni baraka, nuru yenu imewaka kote kwenye giza. Mchango wenu ni mkubwa, hauwezi kuliwa na muda. Kazi ya huruma na upendo ni akiba ya mbinguni. Mwenyezi Mungu awazidishie afya na baraka tele. Taqwa Trends. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tunashukuru kwa Mwenyezi Mungu kwa siku hii kufikia. Kwanza tunaomba tujitambulishe kwa wenyeji wetu. Sisi ni taasisi ya Taqwa Trends Sisters. Ni mabinti ambao tunajihusisha na kugusa jamii, kujifunza maadili na kutoa chochote kitu ambacho tumejaliwa na Allah kwa wenzetu wenye uhitaji. Tulipata simu kutoka kwa mtu wa karibu wa kaka Muhammad, akatuelezea kwamba alipata shida ikapelekea kufikia mpaka sasa takribani kama miaka 9 au kama sikosei, yupo miaka 10. Amelala pale. Sio mtu wa kutembea wala sio mtu wa kukaa, ni mtu wa kulala tu na kuegemea. Kwa sisi kama Taqwa Trends Sisters tumekuja hapa tukihitaji kujua baadhi ya mambo yalotokea mpaka ikafikia hapo kwa ufupi. Baada ya hapo kusikiliza ambacho kimetokea kwa ufupi, tutafanya dua ya ufunguzi pamoja na dua maalum hapo kwa ajili ya kumuombea kaka yetu Muharram. Allah ampe shifa, ampe nguvu, ampe uvumilivu na subra. Baada ya hapo tutaendelea na tiba nyingine. La hadratin nabii Nurul Mustafa sallallahu alayhi wasallam bisirri al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اشفيه كما شفيت أيوب بعد بلواه برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على خير خلقه النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.
Baada ya hapo kwa tunaomba historia fupi kuhusu mgonjwa wetu. Historia fupi ambayo tuliipata kutoka kwa mgonjwa wetu huyu ni alipata ajali wakati wa utafutaji wake wa riziki ya ujenzi, ambayo inasemekana ndugu zake wote wamemkimbia baada ya kupata matatizo haya. Hapa tunapopaona sio tuseme ni kwake, sio kwake. Ni mama ambaye mwenye moyo, mwenye huruma na aliguswa naye na akamhifadhi hapa. Tulikuja tukamkuta yupo mazingira ya hapo nje. Mama uwezo wake uliokuwepo wa kumsaidia ilikuwa ni kumweka hapo angalau kustirika, kwa sababu alikuwa hana sehemu ya kulala. Humu tulitamani kupata chumba, lakini vyumba vyote vimefanyaje? Vimeisha. Ila alhamdulillah mama anamsaidia kwa vingi. Kwa mfano huyu mzee, tuseme ni baba, sio mzee sana, bado ni kijana sema, kwa sababu ile maradhi ya kukaa chini muda mrefu ndio amepelekea kuonekana hivyo. Kwa hiyo tulikuwa tunaomba historia fupi ilikuwaje kuaje mpaka ikafikia hapa. Baada ya hapo tutasoma dua kumwombea kwa Allah ampe shifaa. Baada ya hapo tutatoa chochote kitu kwa ajili ya kumshika mama yetu mkono, kumsaidia, kwa sababu tunajua hatuna uwezo sana, lakini kwa kidogo ambacho tumejikusanya wenyewe na sadaka kutoka kwa watu mbalimbali kwa ajili ya kumsaidia huyu mama, kumshika mkono, amsaidie huyu baba yetu, kwa sababu yeye peke yake hawezi. Kwanza alikofanya hapo ni pakubwa sana. Mama, Allah akuzidishie kila la kheri. Hakuna mtu ambaye anaweza kuwa na moyo kama wako. Bismillahirrahmanirrahim. Mimi Mwalimu Muhammad ni fundi carpenter, ninafanya kazi zangu za kupaupa na kujenga nyumba zote. Toka nilipoanza kufanya shughuli zangu hizi nilipata contract ya nyumba moja kuanzia kwenye linta mpaka kupiga bati na kazi zote za ndani, kwa hiyo nizifanye hizo kazi. Baada ya kufanya kazi ile nyumba nilifanya kazi kwa mkopo, sababu jamani ni rafiki, ni kaka wa rafiki yangu mwenye kazi hiyo. Mimi nikamwamini akanipa kazi, nikafanya kazi mpaka kaisha. Baada ya kuisha hela zangu bado namdai. Baadaye akaniambia bana, panda juu nitengeneze viventi vile vya juu vile kwenye kipaja nyumba kile kinachochongoka kama kwa uwazi, kutengeneza ile venti. Nilienda kupima venti siku hiyo, nikashuka chini, niko fresh. Siku ya pili yake kuamka nijisikia viungo vyangu vinauma kwenye kiuno. Nikamwambia mwenzangu bana, najisikia viungo vinauma. Akasema haina shida, mimi dawa hizi nitakusaidia dawa kutumia, na dawa mimi mwenyewe za kukupa. Akanipa dawa fani hivi za unga fani, tasielewi, nichanganya na maziwa ni unakunywa. Kwa kweli nikatumia ile dawa nikajisikia afueni. Mara ya kwanza ikatumika ikaisha, mara ya pili, mara ya tatu, mara ya nne. Ile jamaa yangu dawa akaniambia mimi sina dawa ninakupa zaidi ya hiyo. Dawa nishaishiwa, chukua mwezi mwingine wa kufanya. Nikamfuata mamangu mdogo akanipeka Indumandali. Nikapimwa, nikaandikwa dawa za kununua. Zile dawa nikatumia zile, zikisha dawa maumivu yanarudi pale pale. Basi kutoka siku hiyo mpaka sasa hivi hali yangu ndio imekaa hivyo, maana nimeenda hospitali hiyo mara mpaka sasa hivi sijui kinachonisibu. Nikaanza taratibu, kiuno kinauma, mwisho nikasa nimekaa chini, nikapata kutembea stembei, miguu imetight, mikono imetight. Hivi sasa mpaka sasa hivi nafika mwaka wa 10. Toka nianza matatizo haya kilianzia kiuno tu. Na kazi yangu mwisho ni hiyo, na mpaka sasa hivi huyo mtu deni langu nilomfanyia kazi haijaisha. Nikimpigia simu, kwa kweli namshukuru Mwenyezi Mungu kwa uwezo wake na imani yake. Japo akishindwa kunipa, lakini kidogo ananipatia 5,000, 10,000, naanza kukaa wiki na ni 5,000, wiki 5,000, mpaka hivi sasa niko hapa chini. Saa nyingine nikiwa na shida nampigia simu na nitumia 5,000, 10,000, 5,000, 10,000.
ndio mpaka hivi sasa naendelea na jamaa. Deni langu halijaisha, lakini kuna ile paka shindwa, lakini ananikumbuka hapo kidogo, ananipatia. Kwa kweli nashukuru kwa hilo. Familia yangu kwa kweli, wazazi wangu wote washatangulia mbele za haki. Babangu alisha kupata kwa mwaka 87, mamangu kafa mwaka 2003. Na wadogo zangu walikutana na mama mmoja, baba mbalimbali, wote mpaka sasa wamenitenga. Ana bali na mimi wala nini. Alikuwa karibu yangu mimi kabisa, ambaye ananishika bibi yangu mzaa mama. Na bibi yangu mzaa kafa mwaka 2024. Na toka alivyokufa bibi yangu, alikuwa ndo kama jirani zake, kama rafiki zake, na mdogo wake huyu mama nilikuwa naye hapo. Tumeliana muda mrefu. Na baada ya kufa mimi, huyu kabla sijafa, nyumba ikawa inabomolewa ile. Hifadhi za kukaa mna. Bibi akaniomba hifadhi kwa huyu mama. Basi kaa hapa ndani. Kwa sababu ndugu zako wailane nao, na mimi naumwa sasa hivi bibi yako. Basi kaa kwa huyu mama. Ndio nikakaa kwa huyu mama mpaka sasa hivi. Nipo kwa huyu mama, bibi yangu anaendelea kuumwa. Umauti ukamchukua kwa hospitali. Kwa kweli si mpaka sasa hivi. Da. Acha tu. Mpaka sasa hivi nyumba iko hapa, bibi yangu mzaa mama. Sijui chochote kinachoendelea. Wadogo zangu ndio mmiliki wao. Na sijui chochote mpaka sasa hivi. Sijui kama mfumo wangu ulipo au halipo mpaka hivi sasa. Kama nikumbuka kwa lolote. Ila dadangu mmoja mkubwa tu kidogo anakuja kunisalimia tu katika alipojisikia kuja. Siku nyingine anapita juu kwa juu, siku nyingine ananisalimia, nashukuru kwa hilo. Au wengine hawana time na mimi chochote. Na wawili wao wanikatia sana, mimi kifa leo au akifa wao nisiwazike na waniziki. Wawili hapo. Mdogo wangu wa mwisho baada huyo anakuja wa mwisho, kuna Doto. Wa kike na mwingine wa 4 kuzaliwa. Wamenikatia sana mpaka sasa. Na wewe anayekuja hapo unamuona huyo ndio mzazi mwenzangu, na huyo mwanangu aliyekuwepo hapo, na mwingine shemeji yangu, na mwanangu tena. Karibu jamaa. Karibuni. Mwanangu laki. Sijakujua ujue. Kwa kubwa bana. Kwa kweli sina kingine. Zaidi hapa mambo mzima kwa Mungu alifanya nusu ya mtani wa nao. Katika maisha yangu au kwenye maumivu mwili wangu ni mauza tulirobakia kama tunafungwa na magunde. Kena wakati na kama nafungwa kifungua zinalegea, dakika mbili nafungwa tena. Miguu mikono, lakini sina maumivu ya sababu magonjwa atumani wa kawaida. Nikifunguka mwili unajisikia na nguvu, dakika mbili nafungwa, nguvu zote zinaisha. Sengine mbavu, nyembe napiga mbali kwenye fizi, kwenye macho, mgongoni nyembe na makamba tunaseleweka. Kile kijisaidia zinashinda. Kuna mama mmoja ambaye nilifia na mama zangu naishi nao hapa. Hapa anaita mafuta kutoka huko la nyuku. Kwa wajamaa wa kanisa. Mafuta fulani kwenye kichupa 60 na taramia mzaituni, lakini mepesi ya makosa naita. Nikawa napaka mafuta kipindi fulani kabisa hivi kwangu linaachia. Mafuta imeisha na mama mwenyewe sasa hivi kasafiri. Basi mpaka sasa hivi mama yangu anaenda kutoa mafuta za dukani, natumia hana nguvu kama yale mama. Na mafuta mzetu nanunua dukani, kila kitumia naona alipo vile vile, lakini yule mama alikuwa ananiletea. Alikuwa ananisaidia sana. Ndio kwa tunadegea hata ukaza kwa kazi sana.
inasaidia limudi kama mwanzo. Naagiza mafuta zaituni kila siku nikipaka kinywaji vile kama mwanzo, si vile. Nashinda kuelewa kitu yake na msingi. Yote na kazi, mimi yote na kazi, kazi zote zina kazi. Hospitali, nimeenda hospitali zote. Nimeenda hospitali nyingi sana, mpaka juzi hapa nimeenda kufanya x-ray. Kupiga x-ray hapa Temeke ya mwili mzima. Nimefanyiwa hapa na matibabu, nilipewa dawa za kutumia kuhusu mguu wangu kama umevunjika moja mauzauza tu. Nikaambia mguu wastahili kwa vyuma biu, tumia dawa hizi za kuongeza nguvu. Vidonge nimetumia vya zaidi ya 100,000 thamani yake, na lisha nikapewa na mazoezi kwa nafanyishwa huko Temeke hospitali. Nimekaa nyumbani kwa mzazi mwenzangu Mama Mudu huyo. Si miezi zaidi, si mitano, si mingapi, nimekata siku miezi mingapi. Paka pesa zilikuwa nazo zimekwisha. Kwa kwenda sisi kabidi nirudi kwa mama zangu kwa hospitali kodi tena, ndo paka sasa niko hapa. Pesa ya matibabu niliishiwa. Lakini nilikuwa naendelea vizuri tu kule kwa kule. Kwa nafanya mazoezi kidogo. Nikalishe mazoezi wanafanyishwa kila wiki, naenda kama zenye hela mbaya. Nauli tu usafiri kwenda na kuja 20,000. Mazoezi 30,000. Bado sijavalalisha hapo. Uwezo wenyewe mdogo. Basi ndipo leo napata afueni, nasimamisha nasimama. Kipindi hicho nilikuwa nafanya mazoezi, kuna tiba nilikuwa nimetumia. Hamna shida yote. Mazoezi tu na dawa kwa nisaidia za kutumia zile basi. Na kipindi sio kama sasa hivi hadi maudisheni zaidi ya pale. Mbavu zote zinabana kamba na mauzauza tu. Mimi mrefu tena na nguvu zangu, mimi fundi. Napanda juu na ninginia kwenye makenjo. Hiyo mmesikia historia fupi kuhusu kaka Muharram. Ila katika wote ambao sisi mpaka tukamfikia huyu mlengwa mgonjwa wetu, sisi kiunganishi wetu ni mke wake, ambaye tuseme ni mtu wake, mzazi mwenzake tuseme, ambao tayari sasa hivi washatengana, ambaye ni huyu mama. Ndo alitutafuta akasema, mimi na mzazi mwenzangu alipata hivi na hivi, nilimsaidia hapa na hapa, lakini nimefikia sehemu, nimefika sina tena uwezo ule kama wa mwanzo. Kwa hiyo akaona sisi hatuna uwezo sana wa chochote, ila kwa sababu tulichagua kwamba tutafanya kwa uwezo wetu, ila tutapata sauti kwa wengine ambao wataweza kutusaidia, wakatusaidia. Kwa hiyo tuko tunaomba na mzazi mwenzake atuelezee chochote kuhusu Mimi naitwa Mwanahamisi Abdalla, ni mzazi mwenzangu, ni mzazi mwenzake na mgonjwa wetu Maharami Muhammad, na alikuwa mume wangu kabisa wa ndoa. Alikuwa mzima wa afya kama mimi na wewe na watu wengine. Alikuwa anatembea, anafanya kazi zake mzima kabisa. Na mpaka mimi na wewe tunatengana, alikuwa ni mzima. Bado hajaanza ya maradhi. Tunatengana, alikuwa mzima, ila tulikuwa tumeshabahatika kupata mtoto mmoja ambaye ni huyu hapa Muhammad. Baada ya huyu mtoto kufikisha mwaka mmoja, ndipo babake akaanza kuumwa kidogo. Aliumwa kidogo. Mwisho wa siku akaja akalala kitandani moja kwa moja. Kana kuja huku namuona, namuona. Hadi siku zilivyokuwa zinakwenda ndipo hali yake ilivyokuwa inazidi kubadilika. Na ilifika kama sikusei miaka kama 3 nyuma iliyopita, alikuwa Mbagala, kuna sehemu alikuwa Mbagala, nikaa naenda kumuona.
Akaja sio, akanipigia simu na mjomba wake alikuja, akawa anamfanyia massage, anamnyoosha, yani anamfanyia massage kwenye viungo vyake, akamvunja mguu. Mpaka sasa ana mguu wake mmoja umeshapinda, amekuwa kama mlemavu, alimvunja. Kwa hiyo baada ya hapo nilipaza sauti kuomba misaada kwa watu mbalimbali. Kweli tulifanikiwa, tukapata msaada, nikampeleka hospitali ya Temeke. Tulipofika hospitali ya Temeke, alivyofanywa vipimo, majibu nikaambiwa kwamba mwili wake mzima, mifupa yake yote haina uloto, kwa sababu mgonjwa ni amekosa lishe kwa muda mrefu sana. Kwa hiyo vile vidudu vimelea vile vya ndani ambavyo vinafyonza, wao yani wamefyonza mpaka uloto wote umeisha, mko kama bua, yani ukimshika tu hivi anavunjika. Kwa hiyo alichonishauri kwamba kuna dawa tukawa tumeandikiwa, wakaniandikia na tibalishe ambavyo vyakula na mazoezi. Kwa kile kiasi cha pesa ambacho tulichopata kwa kipindi kile, kweli nikaa nampeleka kwenye mazoezi kwa wiki mara 2, Jumatatu na Ijumaa. Na mazoezi nadhani tu mwenyewe mgonjwa atakuwa amesahau, tulikuwa tunalipia shilingi 50,000 mazoezi Jumatatu na Ijumaa, na tulikuwa tunakodi bajaji inatupeleka mpaka hospitalini, inatusubiria na kuturudisha. Pia tulikuwa tunalipia gharama shilingi 50,000, tunatoka Mbagala tulikuwa tunaenda Temeke hospitali. Na nikamnunulia vitu vyake vya lishe. Kwa kipindi kile alilikava kwa kiasi fulani, afya yake ikarudi kwa kiasi fulani, na nuru pia akawa nayo. Lakini baadaye pesa ikaja ikaisha, na mimi ni mtu ambaye ni mama nategemewa, na mgonjwa ni mtu ambaye mwenye uhitaji, anahitaji uangalizi zaidi, kwa sababu ni mtu ambaye kila kitu anategemea kufanyiwa. Kwa hiyo na mimi kusema nikae tu tunaangaliana, misaada tayari imeshaisha. Kwa hiyo nikashindwa kuendelea kukaa na mgonjwa, ndipo mgonjwa akarudi tena huku. Baada ya kurudi tena huku tukawa tunaendelea hivyo kuwasiliana, kusaidiana, akinipigia simu leo naumwa, nilichokuwa nacho natuma. Lakini mimi yani siridhishwi na hiyo hali aliyokuwa nayo. Natamani na Yesu mmoja anyanyuke, atembee, arudi kama zamani, ili tuweze kusaidiana majukumu ya mtoto. Na ndio maana sijakata tamaa, sijamkatia tamaa, kwa sababu toka umri na miaka 9, kama angekuwa Mwenyezi Mungu akumchukua angekuwa ameshamchukua. Lakini alhamdulillah Mwenyezi Mungu mpaka leo bado amempa nafasi, na maana bado sisi anatuhitaji sana tumpambanie asimame. Kwa hiyo nikabidi nikaanza sasa kuomba msaada kwa watu mbalimbali. Nimeenda mpaka kuna Dr. Kumbuka, kwa watu wengi wakubwa wakubwa, wa Global TV, sijui akina, yani watu wote ambao wanasaidia kina nani, watu wakubwa wote. Nikawa nimewaomba, nikawa najaribu kuomba sehemu mbalimbali, na waonyesha na picha, naambia jamani, mimi na mgonjwa na mzazi mwenzangu, ila ni mtu ambaye mwenye uhitaji, anahitaji mahitaji. Basi baada ya hapo kuna siku nilikuwa nipo TikTok. Nilipokuwa TikTok ndo nikaja nikawaona Takwa Sisters. Baada ya kuwaona nikabidi nikaingia inbox, nikatuma message. Baada ya kutuma message nikapewa namba, akaniambia njoo WhatsApp. Nilipoingia WhatsApp nikaja nikamuelezea changamoto zangu, nikamtumia na picha za mgonjwa. Nikamwambia mimi na mzazi mwenzangu ana changamoto 1 2 3, nikamuelezea. Basi ndipo hapo tulipoanza mawasiliano. Baada ya hapo wakafanya mawasiliano na mgonjwa, wakaja kuja kumtembelea, kumuona, na kweli wakawa wameliamini, kwa sababu sasa hivi utapeli ni mwingi. Mtu anaweza akasema ana mgonjwa hivi na hivi, kumbe ni uongo. Kwa wakaja wakajiridhisha, kumuona mgonjwa, na mgonjwa hali yake ndio hiyo hapo. Mimi ninaomba kwa hali na mali, ninaomba kwa hali na mali mzazi mwenzangu, kwa sababu yeye furaha yake kumuona mtoto, mtoto furaha yake kumuona baba, na mtoto furaha yake kumuona baba acheze naye, acheke naye, na yeye afurahi kama watoto wengine. Kwa sababu watoto wengine mtu anamuona baba yake anamuita, lakini yeye huyu toka anakuwa hajawahi kupata ile furaha ya baba, kwa sababu baba yake kaanza kuumwa toka ana mwaka 1 mpaka sasa hivi ana miaka 10. Kwa hiyo hajawahi kupata ile furaha ya baba kama watoto wengine. Na ndio maana najitahidi kuomba, kumpambania apate kusimama na yeye mtoto wangu apate
ili apate kucheza na baba yake, apate kufurahi na baba yake. Nachokiomba apelekwe hospitalini, apelekwe kwenye madua, ili mradi tu Mwenyezi Mungu afanye wepesi, amuafu, amuondoe kwenye huu mtihani ambao upo nao kwa sasa hivi. Mimi pia nitafurahi nikimuona naye ananyanyuka, anatembea, anasimama kama mababa wengine pia. Kingine kitu kinachofanya mimi nimpambanie, watu wengi wanashangaa, watu mmeshaachana, kwa nini unampambania? Ni baba mwema sana. Yaani akitokea mtu akisema huyu baba ana roho mbaya, huyo mtu yeye ndo ana changamoto kiukweli. Mimi alinioa, alinikuta nina watoto na alinikuta nina mtoto na nyonyesha, ila alikubali, alinioa hivyo hivyo. Na yule mtoto mpaka anapata akili, mtu alikumwambia yule sio baba yako, alikuwa anakataa. Kwa ni baba bora, ni baba mzuri, ni mtu mmoja mwenye imani, mwenye tabia nzuri, mwenye roho nzuri. Tuliishi kwa upendo, tuliachana lakini sio kwa maugomvi ya kusema mpaka mimi nimuone yeye ni mtu mbaya au yeye anione mimi ni mtu mbaya, hapana. Ni vitu tu vilitokea, basi riziki ilikuwa imeisha. Lakini hatukuwa na ule ugomvi, sio na ule uhasama, hapana. Na ndio hicho kitu ambacho mpaka kesho kutwa sitaacha kupambana naye, sitaacha kusimama naye mpaka pale Mwenyezi Mungu atakapomfanyia wepesi. Tunaomba mtusaidie kwa sababu hivi ndo tumeanza, na tunaomba msituchoke, na leo isiwe ndo mwanzo. Tunaomba iwe endelevu mpaka mgonjwa wetu tusimame naye, tumuone anasimama, tumuone naye anatembea. Siku naye anamshika mtoto wake mkono, anatembea naye barabarani. Hapo sasa hivi anaonekana ni mfupi, lakini huyo ni mrefu kipande cha baba. Yaani ni tolu, lakini sasa hivi anaonekana ni mfupi, wala sio mfupi. Ni baba tena wa maana kabisa yani. Kama Mwenyezi Mungu akiamua kukuumba hata mara 3 anaweza. Anakuumba ulipotoka tumboni, ukishakuwa kijana, na anaweza kukubadilisha hata mara 3 hata mara 4. Kwa hiyo tunaombeni mtusaidie, na ndio maana niliwatafuta. Yaani ni baba bora sana. Ni baba bora sana sana sana. Ni mtu mzuri sana. Hata kwenye familia yangu hakuna mtu ambaye atakayemuongelea vibaya. Hakuna. Na alikuwa ni mtu bora na ni mtu mwema. Mimi pia namuombea Mwenyezi Mungu amuafu, amtoe kwenye huo mtihani ambao amempa. Hichi kikombe akivuke, kwa sababu kama ni ibada basi ameitumikia muda mrefu sana. Ameitumikia almost miaka 9 sasa. Ameitumikia miaka mingi na bila kuchoka na bila kukata tamaa. Yaani yeye anakupa moyo wewe mzima. Japo kuna muda mtu mpaka unakata tamaa, lakini yeye ndo anakupa moyo. Kwa tunaomba jamani mtusaidie. Mtuendelee kutupazia sauti, apate yani msaada. Pia ana eneo lake. Sababu kusema masuala ya kusema labda ile kile kipengele cha kumpangia chumba, ila itakuwa mara kusi kodi, atalipwa kodi kwa muda gani, kwa miaka mingapi. Ana eneo lake yeye mwenyewe mgonjwa, ambalo alisema ni la mtoto wake, lakini bado yeye mwenyewe yupo, ni eneo la kwake. Basi inshallah kama Mwenyezi Mungu atafanya wepesi, apatiwe hata chumba kimoja au chumba kimoja na sebule, ili kusudi ile adha ya kodi itoke, yeye akakae sehemu yake, kwa sababu sehemu anayo yeye mwenyewe. Mimi ya kwangu ni hayo tu. Amudi, Mwenyezi Mungu atakuafu. Mimi nakupambania, sijachoka na sitachoka. Nimesimama toka mtoto ana mwaka mpaka hivi leo amekuwa hapo kwenye mikono yangu, nahangaika, napambana, jua, mvua, kila kitu, na mengi napitia. Kuna muda nakupigia simu nalia, lakini bado nimesimama imara. Una roho yako, Allah azidi kuzidishia kheri.
Sasa tukao tunaomba tumsikilize mama ambaye amemhifadhi hapa kaka Muharram, na yeye kwa uchache. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amani, mimi mama kwa uchache nimemhifadhi huyu bwana, lakini kusema ukweli wa Mwenyezi Mungu, mimi sio mwenye nyumba, isipokuwa mwenye nyumba ni mdogo wangu ambaye tunazaliwa baba mmoja mama mmoja, ila ametoka tu kwa dharura asubuhi. Lakini mhifadhi mkubwa zaidi ni mimi, ndio tunasaidiana na yule bibi na huyu, tunasaidiana wote pamoja. Kwa hiyo bwana alivyoeleza mara ya kwanza akasema nyumba yao hapa, hii nyumba ya jirani ndio nyumbani kwao. Sasa nyumba ile wakati ule ilikuwa mbovu na yeye yuko pale nyumbani. Sasa nyumba ikawa inabomolewa, basi kutokea dharura tu ndio bibi yake akasema hivi, ngoja ni kuombee uhifadhi hapa. Bibi yake mzaa mamake ambaye alikuwa bado yuko hai, ndio akamleta mpaka hapa, akasema jamani, ndugu zangu, naomba huyu kijana akae hapa. Maana kusema ukweli kumweka nje si makusudi, isipokuwa hapa ndani familia ni kubwa. Usiku wote wanatandika magodoro hapa wakalala. Sasa na yeye kwa hali yake huwezi kumsumbua, asubuhi alale hapa bala umpeleke. Akasema mimi niacheni nitulie tu hapa, pananitosha. Maana ile ingia asubuhi mnaondoa magodoro na ingiza ndani, kama kwa ushahidi walioondoa magodoro si mmoja ama ingiza magodoro. Basi kwa usiku familia hapa ni kubwa, wengine wanaweka magodoro hapa nalala. Sasa na kwa hali yake kumsumbua, mara asubuhi umhamishe umweke huku mara huku, akasema hapana mama, mimi hapa pananitosha. Ndio maana mnamkuta ana mazingira ya kuwa yuko nje, lakini mwenyewe akasema pananitosha hapa hapa. Sasa hali ni hiyo, ndio tukawa tumeishi naye tangu huyo 20 na ngapi, si 23 mpaka 24 mpaka leo hii tupo naye, tunasaidia kwa hali, tunasaidiana kwa hali na mali. Aliondoka kwa muda mfupi akaenda kwa huyo mzazi mwenzake, hakwenda kwake, kuna mahali alikwenda, ndio mzazi mwenzake akamfuata huko na akamkuta na mazingira hayo, kaumia, akampeleka hospitali, akawa na muuguza, wakakaa kule. Hali hivyo kuwa hairidhishi ya matibabu, uwezo hamna, ikabidi tena aseme jamani, mimi narudi kwa mama zangu kule kule. Ndio akarudi tena hapa, ndio tuko naye mpaka leo hii, tunasaidiana kwa hali na mali. Uwezo hatuna, lakini tulichokuwa nacho kidogo tunasaidiana. Angalau kwa haja zake yeye mwenyewe, kwa kusema hawezi kuinuka akaenda wapi, basi asubuhi tena mnajua mazingira ya kumsaidie vipi. Ndio hali kama hii, sababu hawezi kusema naweza kutoka nikajisaidie wala kwenda wapi. Kama hivi mpaka abebwe apelekwe huko akakoge akajisaidie ndio arudishwe tena hapo. Lakini kwa mchana mwenyewe ana kitu chake cha kujihifadhia hapo hapo, anajisaidia mwenyewe, baadaye mnakwenda mnasafisha. Hali inaendelea, maisha yanaenda. Kwa hiyo mimi kwa uchache ya kwangu ni hayo, sina zaidi ya hapo jamani. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Rahmatullahi wa barakatuh. Na mimi nitakuwa nasoma hapa kisomo cha ruqya hapa kidogo. Kwa sisi wengine inshallah tusome ikhlasi mpaka nitakapomaliza hapa inshallah, toka tumemaliza dua yetu inshallah. Al-Fatiha. Bismillah. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta ghayril maghdubi. Bismillahir Rahmanir Rahim. Qul huwallahu ahadun Allahus samad. Lam yalid wa lam. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم
إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولئك هم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك يخرجونهم من النور إلى الظلمات وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم وتخفوه يحاسبكم به الله فيغفر ما يشاء ويعذب ما يشاء الله على كل شيء قدير آمن الرسول ما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا إليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت ربنا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم ما أنا أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولد ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا ود كثير من أهل الكتاب لا يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما يتبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء الحكم إلا لله عليه توكل عليه فليتوكل المتوكلون ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن تراني أنا أقل منك مالا وولدا تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير والذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير وإن يكاد الذين كفروا لو يزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر يقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابيل هاروت وماروت ما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفروا فيتعلمون منهما ما يفرقوا به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد عملوا لمن يشاء. Sisi kama Takwa Twin Sisters na wadau wetu wote tulioshirikiana nao, mgonjwa wetu alituambia akitumia mafuta ya mzaituni kidogo anapata ahueni. Kwa hiyo sisi kama Takwa Twin Sisters tuliamua kumnunulia mafuta ya mzaituni lita 1. Pia tumemletea wheelchair ambayo wheelchair hiyo itakuwa ina choo kila kitu, yani anaweza kutumia, kwa sababu tuliangalia tukaona ule usumbufu wa kumbeba kumpeleka msalani kila muda pia inaweza ikawa inapunguza
Chengine tulikuja hapa tukaona anapolala kama Muharram analala hapo kibarazani, na sababu za kulala hapo kibarazani mama yetu kashatuambia kwamba humu watu ni wengi, kwa hiyo kwa ajili ya kumuondoshea usumbufu mgonjwa wetu ikaamua wamweke hapo. Na hapo tulivyokuja kuangalia location yetu manager wakasema godoro kubwa halitotosha hapo, kwa hiyo tumeleta godoro dogo lakini kidogo lenye upana wa inchi ambao atatumia sio kwa muda mrefu sana, ila angalau itakuwa inamsaidia yeye mwenyewe wakati wa kulala. La ya hili tulikuwa hatujakuuliza hilo swali mwanzoni. Mara zote tukijaga hapa hatujai kukuona ukivaa labda fulana au nini, labda ukivaa kuna shida yote unapitia. Basi sisi kwa uchache, kwa sababu tukatuja kuuliza, tulichukua tu, tumekuchukulia tisheti 3 na msuli, vibukta 5, taulo 2, singlendi 3. Pia tumekuletea na rice cooker kwa hapa wapishi wanaokusaidia kwenye kupika, kidogo itakuwa inawapa ahueni. Kama wengine wanakuwa na safari zao, pia inaweza ikafanya urahisi. Kwa upande wa hapa nyumbani matumizi, tumeleta sukari kilo 30, lishe kilo 7, neti 1, maziwa gramu 3, unga kilo 25, maziwa kilo 3, mchele kilo 25 na maharage kilo 10 na mafuta kidumu cha lita 5. Pia kuna baadhi wengine alhamdulillah umutakuwa sisters wa famasia. Tumekuletea dawa za kuchua hapa. Uktimari ama atakupa maelekezo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hapa kuna dawa moja ya kuchua inaitwa Dizar. Hiyo unavyosema, unavyosikia kavyo unafungua kamba unapata maumivu, hii utapaka. Kuna kuspray hapa ya maumivu kama ile ya wachezaji mpira ile. Hii utaspray. Alafu hii nyingine utapaka, una haja ya kuchua. Za maumivu makali zote hizi. Mara 2 kwa siku, ila maumivu yakiwa makali sana mara 3. Hizi. Hapa unapaka popote unapohisi, lakini sio ndani, yani mdomoni au uko sehemu nyeti nini hivyo. Ila popote unapaka, kaso machoni pia usikupaka. Atakuwa kipofu. Na sehemu ya mchubuko usipake wala usispray, itakuunguza. Pia kuna mafuta ya mzaituni lita 2 I think. Tulimwandalia mama ambaye anamuuguza kaka Muharram, pia na sadaka ndogo kwa mzazi mwenzake. Safari ya huruma, safari ya huruma, safari ya huruma, safari ya huruma.
safari ya huruma, safari ya huruma. Muharram, tunakupenda sana kama Muharram. Allah yupo na wewe, usikate tamaa, ipo siku utapata ahueni. Hiki ni kidogo chetu ambacho pia tumekuandalia kaka Muharram. Kutembelea wanyonge pasipo na msukumo, kugusa wenye majonzi, kuwapa tumaini jipya. Wenye kuyafanya haya wataondokana na zile adhabu zake ambazo ameziweka huko, ambapo ametuahidi kutakuwa na makazi ya milele. Miongoni mwa makazi hayo kuna watakaoenda motoni, kuna watakaoenda peponi, na akavisifu hivyo katika namna mbalimbali kwa kumwagiza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katika hadithi yake anasema, inna halan nar la yabiquna hatta law ujliyat as-suful fi dumu'ihim lajarat fa innahum la yabiquna dam. Anasema hakika ya watu wa motoni hakika ya watu wa motoni watalia. Inna halan nar la yabiquna hatta law ujliyat as-suful fi dumu'ihim lajarat. Hakika ya watu wa motoni hakika ya watu watakaoingia motoni watakuja kulia wingi wa machozi, kiasi cha kwamba machozi watakayolia wao yatawezesha jahazi kupita. Lakini pia anasema fa innahum la yabiquna dama, na hawatolia wingi wa machozi hayo isipokuwa wingi wa machozi hayo yatakuwa ni damu. Hayo alikuwa anayazungumza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika kuelezea vile ambavyo Mwenyezi Mungu ni mkali wa kuadhibu kwa wale ambao hawatoyafanya yale yaliyokuwa yaheri. Kwa hivyo sisi kama Al-Hanul Aziz tunatoa shukrani zetu za dhati kwenu, kwa ambao na pongezi pia, lakini pia sambamba na hilo kuwaombeeni dua nyinyi nyote ambao mmefanikisha hili ambalo limeendelea hapa, kwa sababu haya mlioyafanya ni yale ambayo Mwenyezi Mungu mwenyewe ameamrisha kwamba yafanyike kupitia mjumbe wake Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biidhnillah, inshallah ujira wa haya tutaukuta siku moja ambapo tutaweza kukutana na yeye aliyetuumba kutuleta hapa katika ulimwengu na kutuagiza tuyafanye haya aliyofanya. Inshallah wote tusemeni inshallah, tutarajie haya malipo. Kama mlivyotuagiza na mlivyotuomba, tumejumuika nanyi katika nyanja mbalimbali, lakini nyanja yetu kuu sisi ni watu wa burudani. Tunaposema Al-Hanul Aziz tunazungumzia burudani iliyokuwa ya kweli, burudani iliyokuwa ya dhati, sauti zenye upendo, sauti zenye dhauku. Sasa inshallah labda tufanye kile ambacho mmetuomba. Mimi kianza kunipa mic hapa naweza nikazungumza mpaka kesho na nisimalize. Ya kishamiri wepesi, unakabiri sichoki, bila subiri ipo siku itakuwa. Mola wangu achoki, gawa mafungu riziki, ipo siku itatiki, ya kwangu nitapokea. Mola wangu achoki, gawa mafungu riziki, ipo siku itatiki, ya kwangu nitapokea. Mola nishike mkono, wafumbe mdomo, yauma sonoro yasisimame. Mola nishike mkono, wafumbe mdomo, yauma sonoro yasisimame. Na kuomba Mola mikono nishike, mema na mazuri kwangu yateremshe, na kwenye magumu wepesi uweke, wenye roho mbaya mbali niepushe. Na kuomba Mola mikono nishike, mema na mazuri kwangu yateremshe, na kwenye magumu wepesi uweke, mema na mabaya mbali niepushe.
ninayosikia mimoyoni, changamoto haziniishi maishani, suluhisho si kwa mwengine ila wewe Manani. Yangu kesho ni siri yako Manani, mateso ninayosikia mimoyoni, changamoto haziniishi maishani, suluhisho si kwa mwengine ila wewe Manani. Yangu kesho ni siri yako Mola, nishike mkono, wafumbe mdomo, ya masonono yasisimame. Mola, nishike mkono, wafumbe mdomo, ya masonono yasisimame. Safari ya huruma, 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 safari ya upendo mianza kwa neno, kutembelea wanyonge pasipo na msukumo, kugusa wenye majonzi, kuwapa tumaini jipya. Takwa Trend Sisters, Mungu awazidishi. Mmetembea mbali kwenye njia za shida, kuwatafuta yatima walio na upweke, kawavika tabasamu, kawafuta machozi. Kazi yenu ni njema mbele za Mwenyezi Mungu. Wajane waliolia kwa kuwa Warahmatullahi wabarakatuh. Kwanza kabisa napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kunipa neema hii ya kukutana na nyie na kujumuika pamoja siku hii ya leo. Pili, napenda ni mpe pole kaka Muharram na kumsihi kwamba asichoke kuvumilia hali alionayo. Mwenyezi Mungu anampitisha tu kwenye mtihani, lakini inshallah atamfanyia wepesi. Na kitu kilichonisukuma mpaka nitake kuongea ni kutokana alivyoelezea mzazi mwenzake kwamba kaka Muharram kipindi cha uzima wake alikuwa ni mtu mwenye upendo na ni mtu wa kujali sana familia yake. Kitu ninachoomba na kusisitiza na kuisii nafsi yangu na kuzisii nafsi zenu katika hii dunia, tusichoke kufanya mema. Tusichoke kutenda mema, kwa sababu mimi nimeona watu walionizidi na nimepitia vitu vingi, japo nina umri mdogo, lakini nimekuja kugundua kwamba hakuna aliyewahi kufanya wema Mwenyezi Mungu akamuacha. Yani utakapokuwa unafanya wema, unajali watu, unatoa kwa kile kidogo ambacho Mwenyezi Mungu amekujalia, hata unapopata na misukosuko au mitihani, Mwenyezi Mungu hawezi kukuacha ukadhalilika hata iweje. Lazima atatokea mmoja wa kukushika mkono. Kwa hiyo nilipomsikia mzazi mwenzie sentensi aliyoieleza na kipindi hiki anachopitia kaka Muharram, ni moja kwa moja kwamba Mwenyezi Mungu naye hajataka amdhalilishe japo anapitia mtihani. Na ndio maana ameweza kukutana na sisi na watu wengine na wengine na wengine
na mpaka leo yuko hapa kwa mama anayeweza kumsaidia, kwa sababu naye kipindi cha uzima wake aliweza kuwasaidia wengine. Kwa hiyo ninachokisihi, tusichoke kutenda mema, tuendelee kufanyiana mema. Mwenyezi Mungu hawezi kukuacha hata siku moja udhalilike, endapo nawe uliweza kumfanyia wema mwenzako wa kumstiri. Kwa hiyo kwa hayo machache niweze kusema asalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Au mmejumuika nasi, wadau wetu watakuwa Twin Sisters. Pia tunapenda kuwashukuru wana kikundi wenzetu, marafiki zetu, ndugu zetu, Raufu Jamia, mabinti wenzetu ambao nao wana kikundi chao wanafanya vitu kama tunavyofanya sisi. Tunawashukuru sana kwa kujumuika nasi, hakika tumefarijika mno. Allah azidi kutudumisha baina yetu. Tuzidi kushikamana katika haya majambo fil dunia wal akhirah. Tunasema tunawapenda sana. Isiwe mwanzo au mwisho wa sisi kushirikiana katika majambo haya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa majina naitwa Faida Abdullah Salum, ni mwenyekiti wa Raufu Jamia Islamic. Tunashukuru sana kwa kutukaribisha ama kwa kutupa mwaliko wenu kufika hapa. Sijaja peke yangu, nimekuja mimi na wenzangu. Kuna katibu zangu, kuna mwenyekiti mwenzangu, na kuna memba kule Saada. Nilikuwa naomba na wenzangu wajitambulishe, then taendelea. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mimi kwa majina naitwa Nasra Mustafa Muhammad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa majina naitwa Fathia Shabani, ni katibu msaidizi wa Raufu Jamia. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa majina naitwa Aizat bin Sabaid, ni katibu mkuu Raufu Jamia. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa majina naitwa Saada, ni memba wa Raufu Jamia. Nadhani mmewasikia, sisi ndo Raufu Jamia na tumekuja hapa kwa uchache kama kuwakilisha group letu. Sio kwamba sisi watano tu ndo Raufu. Tupo kama 21. Kwanza pole sana kaka. Tulielezewa kwa ufupi kutokana na tukio kutokana na hali yako tumeguswa. Pole, pia tunakuombea dua kama walivyokuombea wenzetu ama wengine vilivyowafikia. Na hii ni hali ya kawaida. Inafahamika kwamba kuumwa ama kuugua ni miongoni mwa ibada ambazo zimetajwa na Mwenyezi Mungu. Ama katika vitabu vyetu, mafundisho yetu yanatuambia hivyo. So usijisikie vibaya ama kusema kwa nini Mwenyezi Mungu amenifanya mimi hivi au hii hali nimeipata mimi. Hizo ni hali za kawaida, kesho kutwa, na sisi pia ni vile vile tunaweza tukakutana na hali kama yako. Tunakuombea Mwenyezi Mungu akuafu, inshallah utakuwa sawa. Na kwa ambao wote wanashughulika na wewe, Mwenyezi Mungu azidi kuwapa moyo, wasiseme kwa nini sijui au wajisikiaje, kwa nini ndugu yetu sisi au mtu wetu sisi wa karibu. Wasiwe na huo moyo, mjichukulie kawaida ama mchukulie kama wengine, ama ninyi siha zenu njema na ninyi mumchukulie yeye kama mnavyochukulia hali za kawaida. Sisi hatuna mengi, tunashukuru sana na tunawapongeza sana takwa kwa hili mlilofanya, si dogo. Maana kuna watu wakubwa zaidi wanashindwa kufanya majambo kama haya. Kwa hiyo ikitokea mmepata nafasi za kufanya mambo kama haya, tufanye.
na tunaona kabisa mabinti ama watu wote wengine wenye umri kama sisi inakuwa ni ngumu sana kutokana na vishawishi. Kila mtu anapo ukipata nafasi ya kujitoa katika hili ujitoe kweli kweli, na tusichukulie mizaha eti sisi tunatoa hiki kidogo, ni kikubwa sana mbele ya Mwenyezi Mungu. Shukrani sana, hatuna mengi hayo. Kwa tunaomba mje kwa wingi sana kwa vikundi vya wenzetu wa kike, wasichana hivyo, mje kumuona kaka Muharram, anahitaji mahitaji mengi. Haya tuliwaleta sisi hapa ni therusi ya anayoyahitaji. Wa hadha, salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. Hatuna cha kushukuru. Kuna watu mpaka sasa wanaumwa wengi sana. Watu ni wengi sana wanaumwa. Na kaka yetu aitwa nani hapo? Kaka Muharram, shukuru Mungu hapo ulipo. Unahema mpaka sasa. Shukuru Mungu sana. Kuna wengine mpaka sasa hivi hawajitambui. Yaani hawamjui anayekwenda. Hawamjui. Mimi Mungu shahidi, nikiwa mmoja wapo wa hilo janga alishaye kunitokea kwa mzazi wangu. Kwa na mzazi wangu mimi alifariki 2018. Anayekwenda kumuona hamjui, na anayekuja kumuona hamjui. Yaani yeye kakaa tu kitandani mpaka kufariki kwake. Kwa ni jambo la kushukuru sana, mpaka sasa hivi upo katika hali hiyo, na Allah atazidi kukupa nguvu, utainuka zaidi hapo, utakuwa kama ule kamanda wa mwanzo mwenyewe yule. Na inshallah tunatumaini kwa hilo. Pili, nataka kuwahusia dada zangu kidogo. Kuna sisi kama ni vijana, hasa nyinyi wakina dada, kuna kitu kinaitwa yani mafahari wawili hawakai. Ongereni sana kwanza vikundi kama nyinyi mnashirikiana. Hii naelewana kwa hilo. Mwanamke na mwanamke kuelewana ni ngumu sana. Tofauti na mimi hapa na ustazi hapa. Dakika moja hata kama tumeona leo tunaelewana. Ila nyie dada zangu mpaka mnaelewana, hilo cha kwanza hongera. Cha pili jengine, msiache kufanya ibada. Msiache. Kwa sababu mnaweza leo tumetoka tumeenda hapa kutoa sadaka, kesho tumetoka hapa tumeenda kutoa sadaka kwenda kumshika mtu mkono, lakini bila kufanya ibada. Japo hii ni ibada pia. Ila bila kufanya ibada hatutoboi. Na Mwenyezi Mungu anasema anayefanya yalo mazuri humfungulia. Je, unafanya mazuri ambayo Mungu akuamrisha? Na kama hufanyi, basi jitahidini kwa hilo. Mimi sina mengi, mimi kuongea sijui. Ukanipa kidali kanisakizia tu. So kuongea, yani kuongea sijui. Mimi ropo. Ila kwenye swala la ibada taongea. Kwa hiyo ndio hilo tu la kwangu mimi, ni tuzidi sana kufanya ibada na tupendane. Wanawake kupendana ni ngumu sana. Mpendane sana yani. Kiongozi ongea bwana, unachanganya.